katika mwezi wa Ramadhani kama huu vilipiganwa vita vya Badri katika mwezi 17. Waislamu walikuwa 313 katika kauli ya kwanza, na baadhi ya ulama wa tarikh wanasema Waislamu walikuwa 314, lakini al-mushahid ni kwamba walikuwa 300 takriban na 13 na 14. Tuchukue kauli hizo mbili. Upande wa makafiri walikuwa takriban 1000 na, lakini katika vita Badri Waislamu walishinda vita hivi, japokuwa walikuwa wachache. Lakini kwa kuwa masahaba walikuwa na ikhlas, walikuwa na imani ya kweli, walikuwa na uchamungu wa kweli, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea nusra, kwa sababu walikuwa na imani ya kweli, japokuwa walikuwa wachache. Walaqad nasrakum Allahu bi Badri wa antum adilla. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tuliwanusuru nyinyi Waislamu aliyakuwa mlikuwa madhalili, mlikuwa wanyonge, lakini tuliwanusuru katika vita ya Badri. Mwenyezi Mungu anathibitisha uwezo wake kwamba alileta nusra kutoka kwake, japokuwa Waislamu walikuwa ni wachache. Na watu wakiwa wachache na wakiwa na imani na uchamungu na ikhlasi, wanaweza kuyashinda makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Katika vita Badri ilitokea miujiza kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilionekana mchanga, mtume alikuwa akichukua mchanga akitupa ule mchanga. Ule mchanga ulikuwa kama silami. Kila kafiri mmoja ilikuwa akipata na ule mchanga ilikuwa anakufa. Mtume aliamrisha na Allah subhanahu wa ta'ala achukue mchanga usebe, kisha akawarusha katika mapambano. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wa ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Haukutupa mchanga wakati ambako ulikutupa kama, isipokuwa Allah ndio alitupa ule mchanga. Mwenyezi Mungu hapa anathibitisha kwamba ilikuwa ni nusra kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo niwaondoe shaka na hofu. Inawezekana tukajiona wachache kukompea na wale waliokuwa msikitini, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala inawezekana sisi wachache kaone sababu ya kupatikana nusra katika Uislamu. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru sana viongozi kwa wazo hili zuri la kuweza kutukusanya na kutualika mahala kama hapa. Ni waombe wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Misikiti inaimarika na inahuika na inakuwa na baraka ndani yake kwa kupatikana jilsa kama hizi ambazo ndani yake anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti inakuwa kwenye mashaka na migogoro ikiwa ndani yake vitakosekana vikazi kama hivi na vikao kama hivi. Lengo la vikao kama hivi ni kulea nyoyo za waumini. Lengo la vikao kama hivi ni kutengeneza wahdatul umma, ni kuweza kupanuana fikra na kushare ideas mbalimbali katika umma wa Kiislamu. Na ndio lilikuwa lengo la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuanzisha vitu kama hivi. Ndio maana jambo la kwanza Mtume alipofika katika mji wa Madina, bana Masjid al-Sharif. Mtume jambo la kwanza alijenga msikiti, na msikiti wa Mtume ulikuwa ndio kila kitu. Madrasa, ilikuwa university, ilikuwa ni hospital, ilikuwa ni nyumba ya mayatima, nyumba ya fukara, nyumba ya wajane. Msikiti wa Bwana Mtume Muhammad, ndani yake wakasalika watu. Kwa hiyo misikiti hii kazi yake kubwa ni kuweka jilsa kama hizi. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri viongozi wetu kwa kubuni wazo zuri kama hili lenye lengo la kuweza kulea imani zetu. Ndugu zangu, mada yangu kama ilivyoainishwa na Imam ni kuweza kufanya analysis, kufanya critical evaluation
tathmini ya kina kutazama Ramadhani, je, imetubadilisha? Tuna siku 3 ama 4 kuweza kuimaliza Ramadhani, lakini suali la kujiuliza, Ramadhani imetubadilisha? Ramadhani imetufikisha kwenye lengo? Ndiyo lengo la muhadhara huu kama alivyosema Imam. Kabla sijaingia katika maudhui yangu, na nitaizungumza kwa uchache kwenye project yoyote. Ikiwa watu wanakuja kujenga msikiti mzuri kama huu wa Idrisa, wataalamu kuna kitu wanakiita ni tathmini ya awali ya mradi, au wakati mwingine unasikia kuna kitu kinaitwa visibility study. Watu wanafanya upembuzi yakinifu kabla ya kuanza ile project yoyote ya mradi. Kwanza wanaanza kutathmini barabara hii nani inatakiwa kulipwa, itakuwaje, vifusi itakuwaje. Wataalamu huwa wanafanya tathmini, na tathmini ile ya awali inaitwa ni pre-project evaluation. Tathmini ya awali kabla ya kuingia katika mradi, wataalamu wanakaa wanafanya tathmini. Msikiti utakuwa wa ghorofa moja, nguzo ngapi zitakuwepo, madirisha mangapi yatakuwepo, milango mingapi itakuwepo, imako mlango wake utakuwa wapi, miharabu itakuwaje. Lazima kipatikane kitu kinaitwa ni pre-project evaluation, tathmini ya awali ya mradi. Wakati mradi unaendelea, katikati wataalamu lazima watakuwa wanakaa, wakati ujenzi unaendelea au project yote inaendelea, watakuja watafanya kitu kinaitwa ni mid of project evaluation. Katikati ya mradi wanakuja kufanya tathmini ya katikati ya mradi, kwamba mradi wao unaendaje. Je, kuna changamoto mahala? Je, kuna mahala wanafeli? Wataalamu huwa wanakaa katikati ya mradi. Wakikamilisha mradi, mwishoni wanakuja kufanya kitu kinaitwa end of project evaluation, tathmini ya mwisho wa mradi. Wanatazama mradi huu tumeukamilisha, tumefanikiwa kujenga jengo la ghorofa kama hili, lakini je, mapungufu yalikuwa wapi? Wapi tulipatia? Wapi tulikosea? Wakimaliza wanaandaa ripoti maalum, wanaiweka kwenye faili, kisha wanaiweka ofisini. Mara nyingine wakipata mradi kama huu wa kujenga, kabla ya kuingia katika ule mradi mpya, wanachukua faili lao la mradi uliopita, wanaanza kuangalia kwamba weakness, mapungufu ya mradi uliopita yalikuwa wapi, ili kwenye project mpya wasiweze kukosea. Sasa mfano huu wa project au ya mradi ni sawasawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadiri ya masiku yanadondoka, ni vizuri tukawa tunafanya hiyo evaluation, tathmini. Wakati Ramadhani inaendelea kuondoka, ni vizuri tukajifanyia critical self evaluation, tukajifanyia analysis wenyewe. Je, Ramadhani tumeweza kufikia lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Unajua, mwanadamu anavyoishi katika maisha yake lazima awe na malengo. Ukiwa unaishi una malengo, utakuwa una tofauti na mbuzi. Mbuzi anaamka asubuhi, anakwenda malishoni, jioni anarudi. Mbuzi ana malengo yoyote? Malengo yake ni kula majani na kurudi bandani, ndio malengo ya mbuzi. Mwanadamu mwenye akili timamu ni lazima awe na malengo, na mwezi mtukufu Ramadhani umekuja una malengo maalum. Je, tukifanya tathmini tumeweza kuachieve yale malengo? Tumesucceed? Tumefanikiwa katika yale malengo aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala, au hakiyafikia? Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuweza kufikia daraja ya uchamungu. Bali insanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira. Kila mwanadamu anajijua hapa katika nafsi yake,
Ukijipima mwenyewe katika nafsi yako unavyojiona, umefikia kwenye daraja ya uchamungu au haukufikia? Inawezekana msinielewe. Ili ujipime vizuri, chukua maneno haya ya Sayyiduna Ali karramallahu wajha, pale alikoulizwa mattaqwa, uchamungu ni kitu gani, ili ujipime ujijue kwamba nimefikia maleko ya uchamungu au sijafikia. Siku moja Ali bin Abi Talib aliulizwa uchamungu ni kitu gani? Sayyiduna Ali akasema al-khawfu minal jalili, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio uchamungu. Jipime kwenye kipande hiko, unavyoiona wewe una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijipima mwenyewe katika nafsi yako muda huu, je, una mkeka mfugoni aliyakuwa umefunga? Ukijipima katika nafsi yako, una application ya betting? Vijana mnacheza avieta siku hizi. Kuna mchezo wa kamari unaitwa avieta. Kuna kindege kikilia huyo ushaliwa tayari. Na kuna watu wanasali wana application maalum ya kucheza kamari. Ukijipima katika engo hiyo, je, unapojiona we una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala? Kweli wanadamu wenzio hawakuoni. Unayo application ya kucheza kamari kwenye simu, unaweza ukakaa ndani au chooni ukabeti. Wanadamu hawakuoni. Je, hofu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala iboje? Sasa hivi una simu, smartphone unayo, alhamdulillah, mashaallah. Je, itokee ghafla mtume atokee hapa, mfano mtume atokee, kisha mtume akuombe simu yako aikague. Je, unaweza kumpa mtume simu yako aikague? Au utamwambia mtume ngoja kwanza nataka nifute, kuna baadhi ya mambo kwenye gari nifute, kuna baadhi ya message nifute? Je, unavyojiona una hofu na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hiyo? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja ajikague katika engo hiyo. Je, tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatuna appointment na vimada wetu baada ya Ramadhani tupakutane nao? Tujifanyie tathmini hapo katika kiwango cha uchamungu, hapo tumefikia malengo au hatukufikia? Je, haudhulumu haki za watu? Hakuna mtu aliyechukua kitu chake kwa dhulma? Hakuna mtu unayembusuku? Jipime katika eneo hilo ili kuangalia umefikia katika kiwango cha uchamungu ama haukufikia. Ikiwa unajiona hauna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, tambua ya kwamba bado haujafikia katika kiwango cha uchamungu. Uchamungu maana yake ni al-khawfu bidal jalil, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unachokifanya unaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamiona. Ujue roho umesikia katika daraja ya uchamungu. Kila unachokifanya unaamini kwamba wanadamu hawanioni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona. Unajua kwenye mitandao sasa hivi kuna watu wanakuja kasi sana wanaoipa ipizi. Kuna watu wanaipa ipizi. Atheism ni wale watu ambao hawaamini kama kuna Mungu duniani. Yaani ukimwambia mtu bwana Mungu anakuona, anakwambia Mungu mwenyewe yuko wapi mpaka alione? Yaani kuna watu hawaamini kama kuna Mungu duniani, wanaipa atheism. Wapo hao. Sasa hivi umeenea na Tanzania wapo wengi sana hawaamini kama kuna Mungu. Na wao moja ya hoja yao wanasema kila kilichopo ni chenye kuonekana. Kama kitu hakionekani maana yake hakipo. Wewe unasemaje ukiwa bila hoja kama hiyo? Wewe unaamini kwamba Allah yupo, lakini yule mtu anakuambia kata yuko nionyeshe. Unamjibu vipi mtu? Sasa kuna watu wapo hao ambao hawaamini kama kuna Mungu, na ukitaka kuambia habari ya Mungu watakwambia nionyeshe Mungu wako. Ndio maana unakuta Budha wanaabudia masanamu, wenyewe wanasema ndio miungu yao. Nimewahi kusoma kile kitabu kinaitwa Buddhism is the religion by birth. Mabudha katika moja imani yao kuna miungu ya masanamu ipo, hata kuna tempo yao moja obale njia ya kuja Ulimbili ba. Ukienda utakuta kuna masanamu ndani ba yako wanaabudia masanamu.
wanakwambia huyu ndio Mungu, wanamuona Mungu wao. Sasa kuna watu kuambia hata anakuona, wanakuuliza yuko wapi? Kama yuko nionyeshe. Sasa moja ya hoja yao wanakwambia kila kilichopo ndicho chenye kuonekana. Lakini kwa akili tu ya haraka, sasa hivi umekaa hapo, kuna upepo unakupiga wafeni, unahisi kuna upepo, lakini nani anaweza akatuletea hako upepo kiombi? Yaani kama kuna mtu anaweza akatuletea upepo kiombi, anyanyuka atuletea upepo kiombi. Lakini ukikaa chini ya feni hapo unasikia una upepo unakupiga. Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya vitu vipo lakini havionekani. Sio kila kilichoko ni chenye kuonekana. Kuna baadhi ya vitu vipo lakini havionekani. Ukija katika ibada unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu wewe, maana ikafu ni dhamiri mukhata. Maana Mwenyezi Mungu yuko mbele yako, wewe ndo ninayekuabudu na wewe ndo ninayekutaka msaada. Ukiwa na imani na ucha Mungu, unaamini Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila sehemu na anakuona. Ukijiona wewe unafanya baadhi ya mambo kwa kujificha watu wasijione, lakini uamini kwamba Allah anakuona, wewe bado hujafikia katika kiwango cha ucha Mungu. Wacha Mungu ni wale ambao wanaamini na wanakuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo ambalo wanalokuwa wanalifanya. Jibive kwenye kipande hicho. Jambo la pili, Saidina Ali akasema ukitaka kurudia ucha Mungu jipime. Waridha bil qalil. Unaridhika wewe na kidogo Mwenyezi Mungu alichokupa? Unaridhika na udhati wa Mwenyezi Mungu? Jipime. Wakati Ramadhani inaelekea kuisha, jifanyie critical self evaluation. Mimi naridhika na Mwenyezi Mungu alichokuwa amenikadiria? Au nafanya dhulma kwa vitu vya wenzangu? Au nanyang'anya, naiba na usugu? Siridhiki na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichonipa? Jipime kwenye eneo hilo. Waridha bil qalil. Unaridhika na udhati wa Allah subhanahu wa ta'ala alofanya juu yako? Unajua Mwenyezi Mungu anasema wa ittahuttu ni'manallahi la tuhsuha. Mkihesabu neema mlizokuwa nazo hamwezi kudhibiti hesabu yake. Yaani wewe ukianza kuhesabu neema uliyokuwa nayo huwezi kudhibiti hesabu. Siku moja niliwahi kutoa kisa mahala nikirudia. Niliwahi kutoa kisa. Mtu mmoja alitoka na rafiki yake wakawa wanakwenda kutembea katika majumba ya kifahari. Mfano wake waende kama kule Masaki kule Oysterbay. Yule bwana rafiki yake wakawa wanaongozana. Wakati wanaongozana rafiki yake akamuuliza, bwana, tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia wenzetu majumba mazuri kama haya? Hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anagawa riziki hizi? Yule bwana akamtazama rafiki yake akamwambia njoo. Akamchukua akampeleka kwenye hospitali ambayo kuna wale watu wanaugua yale magonjwa yanaitwa ni terminal illness disease, magonjwa yasiyotarajiwa kupona, yani kama bale uende Ocean kwenye cancer pale. Yule bwana akamchukua rafiki yake akampeleka kwenye hospitali kama hiyo Ocean pale. Walikofika pale akamuingiza pale ndani, akawakuta watu wengine uso umemonyoka, wengine mkono ana, wengine paja umemonyoka, watu wanaoza cancer. Yule bwana akamuuliza rafiki yake, tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia magonjwa? Tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia hawa magonjwa? Usimtazame tu yule aliyekuwa na neema ile ya magari, majumba ya kifahari, lakini pia kuna watu kule Mwenyezi Mungu awagaia mtihani ambao wewe kakunyima mtihani kwa. Sasa unaweza ukawa na neema usione, brother, utakosa ucha Mungu kwa sababu riziki na uwazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mcha Mungu ni yule ambaye anaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amekadiria. Lau kama litokee kuna baadhi ya watu wana pesa, wana uwezo, ukakaa nao ukazungumza nao hivi, kwa kitu gani unakitamani wewe kwenye maisha yako? Wallahi kuna baadhi ya watu wana uwezo na wana pesa, watakwambia kama ni kitu kinaitwa afya. Natamani kitu kinaitwa afya. Kuna kuendesha magari mmoja anaitwa Michael Schumacher, Langa Ujerumani, kama nakumbuka, alikuwa akiendesha mbio za magari. Hivi ninapozungumza sio ana mwaka wa 13 wa 14, yupo kitandani, hawezi kupinuka, hawezi kugeuka.
ana kila aina ya pesa unayojua wewe, lakini anauliza kitu gani anakitamani. Anasema lau kama ingewezekana kutoa utajiri wangu wote nipate kunyanyuka hapa kitandani, mimi ningetoa. Ardhibu bil Khalil, ucha Mungu ni kuridhika na kile kidogo Mwenyezi Mungu alichokupa. Usitazame yule aliyekuwa juu, mtazame aliyekuwa chini yako, utajua wewe una neema ngapi alizokupa hapa subhanahu wa ta'ala. Ukijiona hauridhiki na hali yako Mungu aliyokupa, ujue wewe una mashaka katika uchafu wako. Ramadhani haikukusaidia. Lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kumfanya mtu hafikie katika daraja ya uchamungu, na mtu akishakuwa mcha Mungu anaridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hasononeki, bali anakuwa ni mtu wa kushukuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na kisa changu kimoja huwa napenda kukipiga sana, na mimi naomba hapa nikihubie kwa sababu kina ibra, kina mazingatio na kina mifano hai. Kandamti hapa, kadamti na Swahili kadamti. Ukienda kuna mlemavu mmoja ana mikono na ana miguu, yupo pale kwa wanaomjua, mikono ana na miguu ana, iko pale akitembea kama huwa anaviruka sarakasi hivi, kwa wanaomjua kama anaviruka sarakasi, lakini ndio mwendo wake huo. Unajua Swahili wanasema Mungu anakupa kilema lakini hakunyime mwendo. Yule bwana yeye utembeaji wake wana biligita hivi kama nyoka, yuko pale. Sasa iliwahi kutokea katika nchi ya Basra, Iraq, mlemavu mmoja ambaye alikuwa yani ma indahu yadani wala rijlani wala ainani. Ni mlemavu ambaye alikuwa hana mikono miwili, hana miguu miwili, wala hana macho mawili. Yule pale macho anayo. Yule alotokea Iraki alikuwa macho mawili hana, na mikono hana, na miguu hana. Siku moja akawa anatoka asubuhi anaburuzika kama nyoka, anaburuzika kama nyoka, unasema akawa anakwenda. Mtu mmoja akawa amestaajabu, akaanza kumfuatilia yule mlemavu anakwenda wake asubuhi. Kumbe ule mlemavu kuna sehemu, kuna kijimto kimepita, huwa anaingia anakwenda pale kwenda kutoa matongotongo. Akifika pale anaingiza uso wake hapo anatoa, akiza uso wake anatoa. Ni sehemu ambayo ameizoea. Unajua kabla kwa macho sehemu akiwa amezoea anakuwa anatazunguza tu, anakwenda mwenyewe. Yule bwana yeye ndo akawazoea himo. Sasa yule bwana akawa anamfuatilia, kamfuatilia mpaka ile pale mahala. Yule bwana akafanya shughuli zake, mikono hana. Wewe ukiamka asubuhi unatoa matongotongo kwa mikono yako, unapiga buswati kwa mkono wako. Yule bwana mikono hana, hayuko mwenyewe. Akawa anaingiza uso wake anatoa matongotongo, anachukua maji kwa mdomo anasukutua apeo usaki wake. Alipomaliza akasema alhamdulillah, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana alokuwa anamfuatilia akastaajabu kwamba huyu bwana anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipi? Manake mikono hana, miguu hana, macho hana, kwa nini anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Yule bwana akawa ana shauku ya kutaka kwenda kumuuliza, akaenda akimfuata, akamwambia brother, nikufuatilia kwa muda mrefu sana, na hali yako hii ilikuwa na kuangalia unakwenda wapi, umefanya shughuli zako umemaliza, mwisho unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Brother, tunaambie kwa jambo gani unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Yule mlemavu sikiliza majibu yake, akamwambia if atlaqa li lisanan dhakira wa qalban shakira, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ameniachia ulimi wenye kutaja Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniachia ulimi ambao unaweza kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kuwa na shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu hivi viwili vinanitosha mimi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Brothers and sisters, sisi tuna vingapi Mwenyezi Mungu alikotupa? Tuna vingapi sisi Mwenyezi Mungu alikotupa? Sisi tukijitathmini katika nafsi zetu. Inawezekana ukawa unakula bropoja lakini kuna watu wako hasa hawajui wanakula nini. Inawezekana wewe ukawa unakuwa chai asubuhi, kuna watu wa Sudani brother wanakula uchanga. Majani wanayatafuta majani ukame, hakuna chakula wa Sudani. Arribu bil qalil. Ucha Mungu ni kuridhika
na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa ndekukadiria kwenye maisha yako. Sema alhamdulillah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona una moyo wa kushukuru na moyo wa kuridhika, ujue umefikia katika kiwango cha ucha Mungu. Sifa ya tatu, Sayyiduna Ali akasema wal istidadu li yawm ar-rahil, ucha Mungu ni kufanya maandalizi ya siku ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jitathmini katika nafsi yako, Ramadhani imekufikisha kwenye kiwango hiko cha kufanya maandalizi ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ramadhani imekufikisha kwenye kiwango hiko cha kufanya maandalizi ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wal istidadu li yawm ar-rahil, brother, kuna siku tutaondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mwenyezi Mungu anasema iogopeni siku atayomtarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iogopeni siku atayomtarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtakwenda kulipwa kwa kila jambo mlilofanya katika mgongo wa ardhi, na wala hamtodhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, unafanya istidad ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ramadhani ilikufikisha kwenye kiwango hiko cha kufanya maandalizi kwa kujua kwamba iko siku mtaondoka na nitakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Ramadhani imekufikisha kwenye hiyo kwamba utaishi milele? Ya man bidunyahu ishtakat wa man qablahu tulul amal almautu yati baghtatan walqabru sundukul amal. Mshairi anasema, ewe ambaye umeshughulishwa na dunia na umri, ukiwa unaamini hapo utaishi umri mrefu, anasema almautu yati baghtatan, umauti unakuja ghafla bwana. Walqabru sundukul amali, kaburini kule bwana utakapokwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio amali zako zitakazokwenda kukusaidia kule. Minani anafanya istidadi kwa ajili ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Mcha Mungu wa kweli, Sayyidina Ali anasema ni yule ambaye anafanya istidad ya siku ya kuondoka kwake kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Law kanat ad-dunya taduq li ahliha lakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayyan wa baqiya. Lau dunia ingelikuwa inatumu na watu wake, Mtume Muhammad angekuwa hai mpaka leo. Aina Muhammad ala? Muhammad yuko wapi hivi sasa? Muhammad yuko wapi hivi sasa? Muhammad tufi. Ikiwa Muhammad alifariki, mimi na wewe tuna safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Istidadi yetu ipoje? Namna gani tutakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Umar ilikuwa ikifika kiwango ikisoma ile aya inayosema waqifuhum innahum masulun, wasimamisheni hakika hao ni wenye kuulizwa. Sayyidina Umar alikuwa akilia machozi mpaka akiambuka. Alikuwa anafikiria namna gani atakwenda kusimama kwenye mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ilikata wale watu 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad, lakini ilikuwa akiambiwa waqifuhum innahum masulun, ilikuwa analia, anafikiria namna atakapokwenda kusimamishwa katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mcha Mungu ni yule ambaye anafanya istidadi ya siku ya kuondoka kwake. Duniani hapa walikuita watu wengi miamba, walikuita watu wengi wenye pesa, walipita watu wengi wenye mamlaka katika nchi na duniani. Alipita mtu mmoja anaitwa Adolf Hitler, alipita mtu mmoja anaitwa Joseph Stalin, mkali wa Sovieti, alipita mtu mmoja hapa miaka 6 iliyopita nyuma, chuma kila mmoja anamjua. Mwamba ilikuwa akisema kila mtu atatemeka. Aina huwa al'an, yuko wapi hivi sasa? Kuna watu walikuwa wanatisha. Siku moja Magufuli alikuwa yuko airport pale, alikwenda kukagua mradi, basi akawa ametokea ghafla nyuma kwa mwandishi mmoja wa habari, alikuwa analikoti, hakujua kwa rais yuko nyuma yake. Basi Magufuli alipofika pale akamshika bega hivi, akamshtua. Wewe unaitwa nani? Ile bwana alipogeuka hivi Magufuli yuaposo kwa macho. Naitwa Azam TV. Yaani jamaa baada ya kukaa jina lake anasema naitwa Azam TV. Namna mwamba alipokuwa anatisha.
Kuna waziri mmoja alipewa karatasi ya kuapa ile, kasimama mbele ya chuma hivi, chuma yuko mbele yake, mtu kashindwa kusoma hivi. Nyinyi mkumuona waziri kashindwa kusoma hiyo, anajua mtu ana masters anashindwa kusoma, kumbe chuma kiko mbele yake, mtu alikuwa anatisha. Aina huwa al'an. Dunia hii kama ingelikuwa inadumu, basi kuna watu wangedumu katika hii dunia, lakini ikiwa hao wamekwenda, na sisi tuna safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mtakuwa katika ngome zilizokuwa imara, una nyumba yako ina security kubwa, una walinzi wa kila aina, Mwenyezi Mungu anasema umauti utakufikia huko huko kwenye nyumba yako ya gharama, huko huko kwenye nyumba yako ya gharama utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Sayyidina Ali siku moja aliwahi kusema, thalathatun la budda an tastaqidda fi dinik, mambo matatu ukiishi duniani yakae kwenye akili yako, unapotembea tembea nayo. Jambo la kwanza akasema, la najata min al-maut, there is no escaping from death. Hakuna mwanadamu anayeweza kuepukana na kifo, hakuna. Tuna safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumejiandaa vipi na kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Tuna jambo gani ambalo laweza kuwa hoja? Jipime uchamungu wako kwenye eneo hilo unavyojiona. Je, una jambo? Unaweza ukasimama kwenye mahakama ya Allah ukamwambia, ya Rabb, nina jambo kadha. Unamo? Kwa hii swala yetu tunayosali, tunauza, tunanunua, tunaiba, tunanyang'anya kwenye sala, mawazo ya kila aina. Kwa swala hii tuna jambo gani la kwenda nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wal istidadu li yawmir rahim, mcha Mungu ajipime katika eneo hilo. Je, maisha yake anafanya maandalizi kwa ajili ya siku ya kuondoka kwake? Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi siku moja aliwahi kusema, al-uqalau arba'atun, watu wenye akili wako makundi manne tu. Mtu namba moja, mambana qabrahu qabla an yadkhulahu, mtu mwenye akili ni yule ambaye anaanza kutengeneza kaburi lake kabla ya kwenda kuingia ndani ya kaburi lake. Mtu mwenye akili ni yule ambaye anaanza kutengeneza kaburi lake, anaanza kufanya maandalizi ya siku ya kuondoka na kuingia kwenye kaburi kabla ya kwenda kuingia kwenye kaburi lake. Na mtu namba mbili mwenye akili, mtu namba mbili mwenye akili, man taraka dunya qabla an tatrukahu, ni yule ambaye anaanza kuipa nyongo dunia, anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Kuna siku dunia itakuacha, alafu dunia siku itakayokuacha haina urafiki na wewe. Leo una nyumba kubwa, una maviwanja, una maapartment, una magari, una kila kitu katika dunia, mashallah, una mavilla, lakini siku ukiondoka dunia inakupa mita mbili tu. Kama kuna rafiki snitch na asiyefaa dunia, yaani dunia unaweza ukaikusanya ukawa na kila kitu, lakini siku ukiondoka dunia inakwenda kukupa mita mbili, mikono miwili, watu wanachimba shimo wanakuweka, dunia umeiacha. Dunia ilivyokuwa snitch na haifai na haina urafiki na mwanadamu. Unaweza ukawa na kanzu za gharama za thamani, kanzu Pointi, kanzu Mall, sijui kanzu Landi, Magomeu, kanzu za gharama unanunua. Brother, siku ukiondoka dunia haina urafiki na wewe. Watu wanachukua shuka tatu wanakufunga za ajabu ajabu, wanakupeleka kaburini, ndio unakwenda. Mwenye akili anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Man taraka dunya kabla an tatrukahu, anaanza kuiacha kabla dunia haijamwacha. Na kuacha ni bora uache kuliko ni kuachwa. Kuna wanadamu wanakuwa hawajaiacha dunia, siku wanaondoka wanalia, ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Mwenyezi Mungu, naomba mimi ucheleweshe ahadi yangu, nirudishe duniani kidogo, niende nikatende matendo mema, nikatoe sadaka. Kuna watu watakuwa wanalalama hivyo siku ya kuondoka. La yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha,
Mwenyezi Mungu bwana hawezi kuakhirisha siku ya kuondoka kwako brother. Lakini kuna watu siku wanaondoka wanafurahi, wanaona wanapokwenda, wanajua kuna kitu amebeba anakwenda nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dunia anaiacha, anafurahi. Sio wewe unalia unaondoka kwa sababu unajua hujajipanga. Na kinachomfanya kila mtu aliyekuwa ndani aogope kufa ni kwa sababu kila akichukua mafaili yake akiyatazama anajiona atoshi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja aliyekuwa hapa akijikagua katika nafsi yake anajiona hatoshi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha. Na mtu mwenye akili namba 3, man arda rabbahu qabla an yalqahu, ni yule ambaye anaanza kumridhisha Mola wake kabla ya kwenda kukutana naye. Anaanza kumridhisha Mola wake kabla ya siku ya kwenda kukutana naye, kwa sababu anajua iko siku atakwenda kukutana naye, na akikutana naye atakwenda kuulizwa, na mwanadamu akiulizwa lazima atalipwa. Malipo yatategemea na aina ya kazi aliyoifanya. Aljazau min jinsi al-amal, Waarabu wanasema hivyo. Malipo yatatokana na aina ya kazi aliyofanya. Kwa hiyo kila mwanadamu ajue ya kwamba ana safari ya kuelekea kwa Allah, afanye istidad. Kwa hiyo mcha Mungu ni yule ambaye anafanya istidad ya siku ya kuondoka kwake. Hiyo sifa ya 3, jikague katika eneo hilo. Na eneo la 4, Sayyidina Ali akasema jikague katika ucha Mungu, wal amalu bitanzih. Mcha Mungu utamjua pale ambapo anayefanyia kazi Qur'ani, anafanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Qur'ani ikisomwa anaathirika? Je, walohifadhi Qur'ani je anawapenda, anaathirika na wao? Je, ikisoma Qur'ani hofu yake ipoje? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Waumini wa kweli wenye imani ya kweli, ikisoma Qur'ani, maneno ya Allah ikisomwa, mioyo yao inatikisika, haikuwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Qur'ani ikisomwa, maneno ya Allah yakizungumzwa kama hivi, imani yao inapanda. Jipime katika eneo hilo. Au ndio sie imamu akisoma inna atainaka tunaona ndefu, tunatamani inna atainaka nayo waikati. Yani Qur'ani ikisoma mtu anaona tabu, ila ana headphone huko ameweka Diamond, Alikiba, sio Asake, Davido, nani wote anao yeye kwenye kichwa chake, anasikiliza. Jipime katika eneo hilo. Ukitaka kujua ucha Mungu ni kitu gani, jitazame katika eneo hilo. Je, Ramadhani imekubadilisha kufikia katika ucha Mungu? Huo ndio ucha Mungu. Al-khawf min al-jalil wal-ridha bil-qalil wal-istidad li-yawm ar-rahil wal-amal bit-tanzih. Kuwa na hofu na Allah, kuridhika na Mwenyezi Mungu alichokupa, kufanya maandalizi ya siku ya kuondoka na kuifanyia kazi Qur'an. Je, katika eneo hilo umefanikiwa? Ramadhani imetubadilisha, ndio mada yangu ilikuwa. Yaani maana yake imetufikisha katika lengo la kufikia ucha Mungu. Ikiwa hatujafikia katika maeneo hayo nilokuambieni, Ramadhani haikutubadilisha. Ikiwa bado hatujafikia katika level hiyo, Ramadhani haikutubadilisha. Lengo, main aim, hadaf, ghaya la mwezi mtukufu Ramadhani ni kumfikisha mtu katika daraja ya ucha Mungu, na huo ndio ucha Mungu nilowaelezea hapa. Ndugu zangu, nimalizie maneno yangu haya mafupi kwa kuwaambia ya kwamba hatujachelewa. Siku 3 zilizobakia hizi hatujachelewa. Tunaweza kufanya mabadiliko kwa siku hizi 3 na Mwenyezi Mungu ikawa ni sababu ya kutubadilisha kufikia katika ucha Mungu. Ikiwa haya niliyoyasema yote unaona hujafikia huko, bado kuna nafasi hapa ya kuweza kubadilika. Ramadhani bado ipo, lakini hatuna hakika kama mwakani tutaweza kuifikia. Hii ya mwaka huu tupo ndani yake, tunao muda wa kubadilika. Siku moja wakati nasoma South Africa, nilikwenda kutembea kwenye gereza moja linaitwa Robben Island. Kama kuna watu wamefika Afrika Kusini,
watakuwa wanafahamu pale karibu na Cape Town kuna gereza ambalo Mandela alifungwa ndani yake. Kwenye ile gereza ndani yake kuna chumba ambacho Mandela alifungwa, alafu kile chumba nacho kukawa kuna chumba kingine ndani yake, yaani jela ndani ya jela, ndio Mandela alipokuwa amefungwa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom cha Mandela akaelezea historia. Sasa mimi nimesoma kitabu lakini pia nimefika pale, nimeenda kuona kwenye kile chumba. Mandela kuna maneno kayaandika pale, akasema kwamba as long as we are alive we have time to change. Kwa kuwa bado tupo hai, tunao muda wa kubadilika. Unaweza kubadilisha chochote kile, kwa kuwa uko hai, chochote unaweza kubadilisha, lakini siku ukiondoka unakuwa uwezi kubadilisha, too late. Kwa hiyo kwa kuwa siku tunazo, tunaweza kubadilisha hali yetu tukafikia katika daraja ya uchamungu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kuwabadilisha watu kufikia katika uchamungu mpaka kwanza wale watu waamue kubadilika wenyewe. Ikiwa tutaamua kubadilika kwa siku hizi chache, inawezekana tukafikia katika daraja ya uchamungu. Waingereza wana methali moja, wanasema changes comes from inside, it's not outside. Mabadiliko ya mwanadamu yanaanzia ndani yake, sio nje. Yaani hawezi kutokea mtu kukulazimisha kubadilika mpaka mwenyewe uamue kubadilika. Unaweza kumpeleka punda mtoni, lakini kama huwezi kumlazimisha kunywa maji. Na mwanadamu unaweza ukampa mawaidha kama hivi, lakini ishu ya kubadilika inakuwa isabtu yeye mwenyewe aamue kubadilika. Ikiwa tutaamua kubadilika katika siku hizi tatu, Mwenyezi Mungu anaweza kutufikisha katika daraja ya uchamungu. Na uzuri, Mtume anasema innamal a'malu bikhawatimiha, matendo ya wanadamu mtazama mwishoni, sio mwanzo. Inawezekana Ramadhani mwanzoni ulicheza cheza, lakini bado kuna masiku yamebaki hapa. Mwenyezi Mungu anatazama huku mwishoni, umemalizaje? Unajua hata wanadamu asilimia kubwa zamani watu walikuwa waovu msikitini. Kuna watu walikuwa wezi humu, kuna watu walikuwa majambazi humu, kuna watu walikuwa walevi humu. Leo wapo msikitini na hao ndio wanadamu wengi. Hakuna mwanadamu aliyozaliwa mcha Mungu mpaka anakufa mcha Mungu, wachache katika wanadamu. Lakini wengi tuliokuwa humu, kila mmoja na historia yake, kila mmoja aliyekuwa na historia yake. Siku moja niko msikitini kwangu pale Mtambani, alikuja rafiki yangu mmoja nilikuwa nasoma naye sekondari. Alipofika nilikuwa nasalisha swala ya dhuhuri. Nilipomaliza yule bwana akatoka safu ya 6 kule, akaniita, Macheda vipi? Unajua zamani mpaka tunacheza mpira nilikuwa naitwa Macheda. Yule bwana, Macheda vipi? Nikamwambia shehe, mimi imamu hapo bwana, mimi sio Macheda bwana. Sasa yeye alikuwa anajua bado tupo katika zama zile za mipira uwanjani zile. Kumbe mwanadamu anabadilika. Nikakuwa na miaka imamu na ukapigwa makofi. Basi bwana kidogo akatulia, tukakutana pembeni, ndio tukaanza kutaniana pembeni. Unajua hata kama ukiwa rais wa nchi, hata uwe shehe vipi, kuna marafiki zako ambao wanakuwa wanakumudu. Yaani mmecheza wote, kwa hiyo anakujua mambo yako. Basi kule ndio mnataniana pembeni. Kwa hiyo wanadamu waliokuwa wengi ni wale ambao zamani walikuwa waovu. Sasa lisikupe tabu hilo. Mwenyezi Mungu anatazama mwishoni, umemalizaje? Ramadhani hii bado ipo, tunaimalizaje kufikia katika daraja ya uchamungu? Juzi nilikuwa natoa mfano mmoja. Nilikuwa katika darasa yangu ya Masjid Qiblateni hapo Kariakoo, na darasa yangu bwana, nilikuwa natoa mfano, nikaambia nimeona katika mtandao kuna msanii mmoja anaitwa Gigimane. Nikaona clip imetrend sana kwenye mitandao, anaitwa Gigimane. Kila mmoja vijana mnamjua Gigimane, mambo yake na hasia zake na nini. Yaani starehe unayojua wewe duniani hapa hajawahi kuifanya huyo, hakuna huyo Gigimane. Lakini juzi kaingia katika Uislamu na nimeona kafunga ndoa. Nikawaambia watu, yule akidumu katika ibada na akaendelea kwa vile, Mwenyezi Mungu yule atamsamehe madhambi yake yote aliyopita, haijalishi huko nyuma katenda madhambi makubwa kiasi gani. Illa man taba
wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, yule atakayetubia akawa na imani ya kweli akatenda matendo mema, Mwenyezi Mungu anabadilisha yale maovu yake yanakuwa katika mema yake. Kwa hiyo hata yule jijimane yule mnayemuona muovu yule, Mwenyezi Mungu yale maovu yake yote kayabadilisha, kwa sababu katamka shahada, kaingia katika Uislamu. Kitendo cha kuingia katika Uislamu, yale maovu yake yote kwa kuwa amemwamini Allah, Mwenyezi Mungu kashabadilisha. Kwa hiyo kuanzia pale akianza kufanya maasi, hiyo inakuwa ni kesi nyingine, lakini yule Mwenyezi Mungu kashamsamehe yule. Asitoke mtu akaanza kujifanya yule bwana alikuwa mwovu, yule alikuwa mlevi, yule alikuwa jambazi. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, msijitakaze wenyewe katika nafsi zenu, Mwenyezi Mungu ndo anayejua nani mcha Mungu kati ya sisi hapa. Lau kama madhambi yangekuwa harufu, tungekimbiana msikitini, tungekimbiana. Lakini leo kuna baadhi ya watu wameanza kuwaona wako ndani, jamaa yule alikuwa mlevi kaanza kuja, jamaa alikuwa mvuta bangi, jamaa damu kabaji. Mwache brother, wewe mwenyewe una ya kwako. Manil ladhi masaqat wa manil ladhi lahu alhusna faqat, ni nani kati ya sisi ambaye akosea na ni nani ambaye kwake ni mazuri peke yake? Nani kati ya sisi hapa anyoshe kidole ambaye huyo ni maasum afanye madhambi? Nani kati ya sisi? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu haangalii mwanzo, Mwenyezi Mungu anaangalia mwisho. Umemalizaje uhai wako? Umemalizaje? Ramadhani inaisha, unaimalizaje? Je, imekubadilisha? Ikiwa unajiona haujafikia katika level ya uchamungu, siku hizi 3-4 zilizobakia jipinde kwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Weka azma ya kubadilika, Mwenyezi Mungu atakubadilisha. Lakini mpaka uamue katika nafsi yako, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilisha. Yuko mwanafalsafa mmoja aliyewahi kusema, a good dancer must know when to leave the stage. Ukiwa mneguaji mzuri jukwani, basi jua muda sahihi wa kuliacha jukwaa. Usio unacheza wewe mpaka mashabiki wakakuchoka, wataanza kurushia chupa. Inatakiwa unanengua kidogo, ukiona hapa umeanza kuchangamka, na wewe ndio muda huo unashuka. Kwa hiyo inshallah mimi nikomea hapa, na niwashukuru sana kwa mara nyingine tena viongozi, lakini pia niwashukuru na nyinyi waumini kwa kutenga muda wenu wa kuja kunisikiliza. Nilitamani niendelee kuzungumza, na kila ninapozungumza naona kuna mwenye mbago anapanda kichwani, kuna subiani anakuja. Sasa isije ikafika maghrib na mimi nimealikwa mahala iftari hapo manispaa, natakiwa niende kwenye iftari, lakini nimefurahi sana na niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu wa kunisikiliza. Lakini hapa pamekuwa nyumbani, kwa sababu nimekutana na imamu ndugu yangu hapa, pamekuwa nyumbani, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia nitakuja sana kwa sababu hapa ni nyumbani. Lakini tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atushikamanishe, atupe umoja, atupe mapenzi, lakini pia tuombe dua sana hawa maimamu wetu na viongozi wetu. Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kuwapa fikra kama hii ya kuendelea kuhuisha msikiti, kuendelea kufanya kazi kubwa hii ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini pia kama kuna mahala nitakuwa nimeteleza, basi ni katika sehemu ya upungufu wa kibinadamu, lakini kama nitakuwa nimepatia, basi ni kwa dua za maimamu wetu na mashehe zetu hawa, na kwa baraka zao ndio maana nimekalia kiti kama hiki, ndio maana tumeweza kupatia. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Kama kutakuwa na maswali ama kuna lolote, basi maiki hii nairudisha kwa imamu.